Zaburi ya 46. Nafikiri ni neno ambalo tunalisimamia mwezi wa 11 na mwezi wa 12 huo. Haleluya. Amen. Aliyefika, hebu fungua Zaburi ya 46. Kanisa zima fungua Zaburi ya 46. Fungua Zaburi ya 46. Biblia inasemaje? Wote tufungue Zaburi ya 46. Mungu wa majeshi ya Israeli, Yes, ambaye atatupigania vita ya mwezi wa 12. Amina. Ambaye atapambana kwa ajili ya maisha yako. Amina. Ambaye atalinda hiyo nyota yako. Amina. Utaingia mwaka mwingine ukiwa na nyota yako ya kufanikiwa, ya hela, ya biashara kwa jina la Yesu. Napokea. Amina. Naongea na mtu mmoja hapa. Amen. Kama unapokea, sema napokea kwa jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu. Kwa hiyo kama unaandika, andika namba 1 Zaburi ya 46. Andika mwezi wa 12 ni mwezi ambao mamlaka za giza wanatawala na kutoa kafara sana. Ni mwezi ambao mamlaka za giza wanatawala na kumwaga damu sana. Mwezi wa 12 ni mwezi ambao mamlaka za giza wanamwaga damu sana. Wachawi wanatoa kafara. Kuzimu inahitaji damu. Na ndio maana mwezi wa 12 watu watapitia mambo mengi sana. Misukosuko ni mingi sana. Lakini wewe uliyefika ibada ya leo utakuwa salama kwa jina la Yesu. Amina. Mwezi wa 12 watu wengi wanapata ajali. Na wengine mwezi wa 12 watu wengi wanakufa. Kuanzia mwezi wa 9, wa 10, wa 11, wa 12 utaona vifo vinaongozana. Naongea na mtu mmoja anayenielewa. Amen. Mwezi wa 12 ni mwezi ambao una misukosuko mingi sana. Niliwahi kusema hakuna mwezi mbaya kama mwezi wa 12. Na ndio maana unatakiwa kukosa ibada. Unatakiwa ibada zote uwepo. Inatakiwa Jumapili zote uwepo ili uvuke mwaka ukiwa salama kwa jina la Yesu. Mwezi wa 12 mwezi ambao umebeba makafara. Umebeba vita kubwa sana. Mwezi wa 12 ni mwezi wa vita. Ni mwezi wa mapambano. Ni mwezi wa kuomba. Ili wewe unayejua kweli uweze kuwaokoa ndugu zako, uweze kuvuka mwaka mkiwa salama kwa jina la Yesu. Amen. Mwezi wa 12 utaona dalili zifuatazo. Dalili ya kwanza, watu watakufa sana. Unaona haya ni makafara yanatembea. Naongea na mtu mmoja hapa. Dalili ya pili, watu wanaumwa sana mwezi wa 12. Magonjwa hayaishi. Watu wanaumwa kweli kweli. Dalili ya tatu, mwezi wa 12, watu wanapata ajali sana. Barabara zimetapikiwa majini na mapepo ya kuua watu mwezi wa 12. Hivi naongea na mtu anayenisikia? Kama unanisikia nipungie mkono wako hewani. Mwezi wa 12 ndoa nyingi zinavunjika sana. Wewe angalia tu hapo ulipo, uko hapo kwenye ibada unaugulia, wewe na mwenzako atatoka juzi hajakutafuta. Mwezi wa 12 ndoa zinavurugika, mahusiano yanavurugika. Ni kipindi ambacho mashetani hawataki kuona mwanadamu anafurahia. Hawataki kuona mwanadamu anacheka. Naongea na mtu mmoja anayenielewa. Mwezi wa 12 watu wanaumwa sana vichwa. Sana. Mtu anaumwa kichwa mpaka anahisi kama vile anaondoka. Mwezi wa 12 kuna magonjwa ya ghafla ambayo yamebeba ndani yake mauti. Haleluya. Amen. Zaburi ya 46 itakutetea kwa viwango vikubwa sana. Unapotoka hapa, kila unapoamka kwenye maombi usiku, hakikisha unasoma hiyo Zaburi ya 46. Na watu wengi sasa hivi watakaushwa nguvu ya kuomba. Kwa nini wanakukausha nguvu ya kuomba? Usiweze kupambania uhai wako. Utajikuta mwezi wa 12 huna nguvu ya maombi. Huwezi kuomba, huwezi kunyanyuka kutamka, lakini leo nakujaza nguvu ya maombi kwa jina la Yesu. Amen. Utasema na itakuwa kwa damu ya Yesu. Napokea. Amina shujaa Bwana. Amina. Namba 2, tutasimamia kitabu cha Wakolosai 1. Wiki hii yote tutasimamia kitabu cha Wakolosai 1 kuanzia mstari wa 13 mpaka wa 14. Nilisema siku ya Alhamisi tutasimamia kitabu cha Wakolosai 1 kuanzia mstari wa 13 mpaka wa 14. Biblia inasema hivi: naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Naye alituokoa katika nguvu za giza. Yesu amekuokoa katika nguvu za giza. Hakuna adui atasimama mbele yako kwa jina la Yesu. Amina. Wakolosai 1 kuanzia mstari wa 13 mpaka wa 14. Hebu nisomee hapo Pastor Godi. Biblia inasema, naye alituokoa katika nguvu za giza. Naye alituokoa katika nguvu
nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Mstari wa 14. Ambaye katika yeye tuna ukombozi. Ambaye katika yeye tuna ukombozi. Yaani msamaha wa dhambi. Yesu amesamehe dhambi zako zote. Amina. Na una ukombozi kuanzia leo. Chapia Yesu mpaka ukiwa salama. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Warumi 5 mstari wa 8. Andika Warumi 5 mstari wa 8. Maandiko ambayo unaenda kuyasimamia wiki hii. Kitabu cha Warumi 5 mstari wa 8. Andiko namba 3. Haleluya. Amen. Kitabu cha Warumi 5 mstari wa 8. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu. Yupo aliyekufa kwa ajili yako. Amen. Yupo aliyeteswa kwa ajili yako. Amen. Yupo aliyekufa kwa ajili yako. Amen. Yupo aliyeteswa kwa ajili yako. Amen. Kwa hiyo jiandae kufurahi kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Warumi 5 mstari. Tunaingia tamko la 4. Tuko namba ngapi wana wa Mungu? Tamko la 4 la kiroho. Haleluya. Maandiko tutakayosimamia wiki yote hii kuanzia Jumatatu ya kesho. Amina. Wakorintho wa pili 5:15. Kitabu cha Wakorintho wa pili 5:15. Kitabu cha Wakorintho wa pili 5:15. Biblia inasema, tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Mungu amekufa kwa ajili yako kwa jina la Yesu, na amefufuka kwa ajili yako kwa jina la Yesu. Yeye alikufa. Hebu soma hapo tena. Biblia inasema, tena alikufa kwa ajili ya wote, sio mmoja tu. Wote waliofika ibada ya leo, Mungu amekufa kwa ajili yako kwa jina la Yesu. Amen. Biblia inasema, tena alikufa kwa ajili ya wote. Tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe. Ili walio hai wasiwe hai kwa nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Maana yake sio nafsi yako itakayokuokoa, bali ni Yesu atakayekuokoa kwa jina la Yesu. Amina. Haleluya. Tamko la 5. Tunaingia namba ngapi? Andiko ambalo unaenda kulisimamia. Isaya 54:17. Isaya 54:17. Isaya 54:17. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa kwa jina la Yesu. Isaya 54:17. Hebu fungua Isaya 54:17. Amen. Biblia inasema, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Na kila ulimi utakaoinuka juu yako. Na kila ulimi utakaoinuka juu yako. Katika hukumu utahukumu kwa mkosa. Katika hukumu utahukumiwa kwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana. Na haki yao inatoka kwangu mimi, asema Bwana. Na haki yao inatoka kwangu mimi, asema Bwana wa majeshi. Amen. Nani ana? Tunaingia tamko namba ngapi? Sasa muulize jirani yako, unayo Biblia kwenda kusoma wiki hii? Hapo sasa. Chips na kuku ananunua Biblia. Haleluya. Tunaingia tamko namba 6. Haleluya mwana wa Mungu. Isaya 53 kuanzia mstari wa 4 mpaka wa 5. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, na kwa kupigwa kwake Yesu sisi tumepona. Maana yake Yesu alipopigwa wewe umepona kwa jina la Yesu. Mwezi wa 12 wewe umepona kwa damu ya Yesu. Amen. Isaya 53 kuanzia mstari wa 4 mpaka wa 5 nisomee hapo Pastor Godi. Biblia inasema, hakika ameyachukua masikitiko yetu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu. Amejitwika huzuni zetu. Amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa. Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa. Amepigwa na Mungu na kuteswa. Amepigwa na Mungu na kuteswa. Mstari wa 5. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Hebu mfuatishe Godi hapo naposema sema bali. Naomba nisikie kusema bali. Alijeruhiwa kwa makosa yetu. Sema bali. Alijeruhiwa kwa makosa yetu. Sema bali. Alijeruhiwa kwa makosa yetu. Tuendelee mbele. Alichubuliwa kwa maovu yetu. Sema bali.
alichukuliwa kwa maovu yetu. Kuanzia leo dhambi zangu hazitanitenga na uso wa Bwana. Sema bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alisulubiwa kwa maovu yetu. Tuendelee mbele. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Sema adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Endelea mbele. Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sema na kwa Bwana. Amen. Naongea na mtu mmoja hapo. Tuko tamko la ngapi? Tuko la 7. Petro wa kwanza 2:24. Andika Petro wa kwanza 2:24. Petro wa kwanza 2:24. Na kwa kupigwa kwake Yesu sisi tumepona kwa jina la Yesu. Petro wa kwanza 2:24. Na kwa kupigwa kwake Yesu nyie mmeponywa, mliponywa na mmepona. Hebu nifungulie hapo. Biblia inasema yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. Kabisa. Tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi. Kabisa. Tuwe hai kwa mambo ya haki. Kabisa. Na kwa kupigwa kwake mliponywa. Na kwa kupigwa kwake Yesu nyie mmepona. Amen. Basi nategemea ibada ya leo wagonjwa wote waliofika leo wakimaliza hapo wamepona kwa jina la Yesu. Amina. Nachotegemea kila mgonjwa aliyefika ibada ya leo ameshapona. Jamani, kila mgonjwa aliyefika ibada ya leo basi ameshapona. Amen. Kuna ngapi hilo lilikuwa? Mbona wengine 8 9? Tuko neno la ngapi hilo? Ambalo litamka kutoka mbinguni. Nao ukalisimamia kwa jina la Yesu. Na litakuwa la kwako kwa damu ya Yesu. Tuko namba ngapi? Tumemaliza kuongea namba ngapi? Tunaingia namba ngapi? Namba ngapi? Pigia Yesu makofi kumbe unaelewa. Haleluya. Namba 8. Hesabu 23:23. Namba 8. Andiko tutakalosimamia kuanzia Jumapili ya leo na kesho Jumatatu mpaka wiki inaisha, mpaka mwezi wa 12 unaisha. Hesabu 23:23. Biblia inasemaje? Biblia inasema hapana uchawi. Hakika hapana uchawi juu ya Yakobo. Wala hapana uganga juu ya Israeli. Sikiliza nikwambie, kuanzia leo uchawi juu yako haupo kwa jina la Yesu. Amina. Kuanzia leo uchawi haupo kwa jina la Yesu. Yes. Kuanzia leo uchawi haupo kwa jina la Yesu. Amen. Kuanzia leo uchawi haupo kwa jina la Yesu. Amen. Kuanzia leo uchawi haupo kwa jina la Yesu. Haleluya. Amina. Laiti ungejua wachawi wanakurudisha maendeleo ya watu nyuma. Yaani wewe ungekasirika ukasema na wakata vichwa kwa jina la Yesu. Amina. Hivi naongea na mtu mmoja. Amen. Wachawi wanarudisha maendeleo nyuma wewe. Wanarudisha maendeleo nyuma sana. Wachawi sio watu wazuri. Amen. Wachawi ni wabaya sana. Amen. Binafsi mimi nachukia wachawi. Yaani wachawi na mshirikina. Wewe una rafiki ambaye anaujua waganga wote. Yaani hao watu ni wabaya sana. Na ndio maana Biblia inasema Israeli yote hakuna uchawi juu yako kwa jina la Yesu. Amina. Na wewe ni Israeli kwa damu ya Yesu. Amina. Inaumiza kuwa na tamko la namba ngapi? Namba 9. Wafilipi 4:13. Wafilipi 4:13. Naomba ukimaliza hapa ukanunue Biblia. Haya ni maandiko ambayo tunatakiwa kusimama nayo mwezi huu wa 12 na kuanzia Jumapili ya leo mpaka tutakapokutana Jumatano, ibada ya Jumatano, ibada ya Jumapili. Si kila siku hakikisha unapitia haya maandiko. Wafilipi 4:13. Mtume Paulo anawaambia nini Wafilipi? Pastor Godi nisomee hapo. Biblia inasema. Namalizia kwa kusoma andiko hili. Tuko namba ngapi? Namba 10. Maandiko 10 ambayo tunatakiwa tukasimamie kuanzia Jumapili ya leo. Wote tutaamka saa 8 usiku kuyaomba na tutamke maneno haya na tusimamie maneno haya saa 8, saa 9, saa andiko namba 10, tamko namba 10. Waefeso 2 kuanzia mstari wa 4 mpaka wa 6. Kitabu cha Waefeso 2 kuanzia mstari wa 4 mpaka wa 6. Hebu nifungulie hapo. Amen. Biblia inasema lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema. Kwa kuwa Mungu ni mwingi wa rehema. Kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda. Kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda. Mstari wa 5. Mstari wa 5. Hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu. Hata wakati ule
tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo. Alituhuisha pamoja na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema. Tumeokolewa kwa neema. Mstari wa 6. Akatufufua pamoja naye. Hebu sema nimefufuka pamoja na Kristo. Nimefufuka pamoja na Kristo. Sema nimefufuka pamoja na Kristo. Nimefufuka pamoja na Kristo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Akatuketisha pamoja naye katika